بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. Ndugu mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ninakuhusia kama ambavyo nayohusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Karibu katika mwendelezo wa darasa za somo la aqida zinazotoka katika kitabu cha Khudha Aqidataka min al-Kitabi wa Sunna. Tuko katika darasa nambari 49 katika unwani inayosema ma huwa al-wala. Tungali katika ukurasa nambari 23 katika kitabu hiki ama katika chapa hii. Anasema ma huwa alwala. Ni nini neno alwala? Katika masomo ya aqida ya Kiislamu kuna kitu kinaitwa alwala walbara. Ni kama vile neno na kinyume chake, kama vile usiku na mchana, usiku mchana, giza nuru. Alwala ni almahabba wa an-nusra, ni kupendana na kunusuriana. Na makusudio hapa katika unwani yetu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amehimiza mapenzi na kusaidiana na mshikamano baina ya Uislamu, na lakini chini ya mwavuli wa uumini, yani hawakushikamana kwa sababu ya nasaba, japokuwa hilo latakikana, lakini si katika mlango huu. Hawakushikamana kwa sababu ya ubinadamu wao, hilo latakikana, lakini sio specially katika mlango huu, bali katika mlango huu wao wanapendana, wanapendana na wanashikamana kwa sababu za kidini. Kwa mfano, fulani anampenda fulani kwa sababu mtu huyo ni mtu mwema, ni mu'min, anamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na anajitahidi katika khairi. Huyu naye akampenda mwenzake kadhalika. Walmu'minuna walmu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema waumini wa kiume na waumini wa kike baadhi yao, waumini wa kiume baadhi yao, waumini wa kike baadhi yao, na hawa baadhi yao ni awliya, wanapendana na kunusuriana. Kwa sababu ya mashikamano ya kidini. Na hili ni jambo ni maaqul na ni jambo la kimantiki, kwa sababu watu pia wa kada zingine au wa mirengo mingine, achilia huu mrengo wa kiimani, wao pia wanahimizana mshikamano na mapenzi na kusaidiana baina yao. Kuna watu wana umoja wa kikabila, wana umoja wa kikanda, wana umoja wa kichama, wana umoja wa kazi na. Kwa hivyo kwa upande wa Uislamu, alwala ni mashikamano na mapenzi na kunusuriana baina ya waumini, na hilo ni jambo ambalo limehimizwa. Kinyume cha neno alwala ni albara. Albara ni kujitenga na kuwa mbali na wengine, ni kujitenga na kuwa mbali na wengine. Ziko sababu, lakini kwa sababu neno la jumla ni kwa sababu za kidini, ni kujitenga kwa sababu za kidini. Kuna wakati mwingine inashindikana kuchangamana na watu wengine kwa sababu watadhuru imani yako, kwa sababu wanalazimisha ufuate ya kwao. Na mtu akitaka kutukana Uislamu, hili anaweza akutukanaye, hakuchaguli tusi, hili anaweza akalisema kwa lugha ya chuki, lakini hili ni suala ambalo alwala iko kwa watu wengine baina yao, na albara iko kwa watu wengine dhidi ya watu wengine. Si kila mtu ataingia kwenye vikao vya chama ambacho si chake.
hata kuna chuki baina ya nini, ya hawa na hawa. Hapa sisi tunazungumzia albara, kujitenga na kuchukiana kwa sababu chini ya msingi wa kuchukia mabaya na kuwachukia watu ambao wanasimamia mabaya. Chini ya msingi albara hapa imejengeka katika msingi wa kuwa watu hawa wamempinga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wamempinga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wamepinga Qur'ani, wamepinga maadili yaliyo mazuri. Watu hawa wanatetea ushirikina, watu hawa wanatetea maovu. Kisaikolojia, lau kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angesema hawa ni binadamu wenzenu na ni wenzenu, nini watu, ikawa sheria haikuweka mpaka baina ya watu waliowema na watu wabaya, kuna uwezekano mkubwa wa watu wabaya kuwaathiri hawa watu wema. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelitaja hili katika hadithi mpaka akasema falyanzur almar'u ala dini khalili, mtu anakuwa anafuata mwenendo wa yule wa karibu yake. Falyanzur ahadukum man yukhalil, na angalie mmoja wenu anasuhubiana na nani, kwa sababu ukichagua sahiba mbaya atakuambukiza katika mabaya yake, au kwa uchache siku akipatwa na mabalaa yatakuunganisha na wewe. Na watu wa tarbia na mazingira wa ilmu nafsi wakasema al-insanu ibnu bi'atihi, mwanadamu ni mtoto wa mazingira yake, kwa maana analelewa na anaathiriwa na mazingira yake. Uislamu kwa sababu ya kulijua hilo na kuchunga kubakia usalama wa itikadi za watu na imani zao, na ni katika imani kupenda kheri na kuwapenda watu wa kheri, na ni katika imani kuchukia shari na kuwachukia watu ambao wanasimamia mambo ya shari. Hilo ni suala linatokea yani automatiki, kinafsi ama kiimani. Hilo jambo la kuwatenga watu wengine kwa sababu ya uovu wao, hilo linaitwa albara. Imekuja katika Qur'ani kisa cha Nabii Ibrahim alayhi wa ala nabiyina afdalu salatu wassalam, na wale waliokuwa wameamini pamoja nao, pamoja na watu wa upande wa pili ambao walikufuru dini ya Nabii Ibrahim na wakakufuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Ibrahim alitangaza yeye pamoja na watu wake kujitenga na wale watu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akalipenda jambo hilo, akalinakili, akaliteremsha katika mafundisho ya Qur'ani ambayo imeteremshwa kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, katika kitabu ambacho Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amesema inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Hakika Qur'ani hii inaongoza katika lile ambalo ni la sawa zaidi. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akatuambia laqad kana lakum uswatun hasanatun, hakika mna kigezo kizuri, yani hakika mnao wa kuwaiga, tena wao ni kigezo kizuri sana, uswatun hasana fi Ibrahim, kwa Ibrahim, walladhina ma'ahu, pamoja na wale ambao wako pamoja naye, idh qalu liqaumihim, pale walipowaambia watu wao, inna buraa'u minkum, hakika sisi tumejitenga na nyinyi. Angalia hili neno bara, buraa'u minkum, sisi tumejitenga na nyinyi. Buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, na kadhalika tumejitenga na vile ambavyo mnaviabudu kinyume na Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Kafarna bikum, tumekukufuruni na tumekufuru mambo yenu. Wao wanakufuru dini ya Kiislamu na wanakufuru mambo ya Uislamu, yani wanayapinga. Na Nabii Ibrahim akamwambia kafaruna bikum, tumekufuru mambo yenu. Wabada bainana wa bainakumul adawa, na umedhihirika baina yenu na sisi uadui, na umedhihirika baina yenu na sisi uadui, si jambo la kificho, si jambo la nifaq. Wabada bainana wa bainakumul adawa, nyinyi mwatuchukia na sisi kadhalika tuwachukia. Na Qur'ani inatufundisha kwamba ikiwa mtu anakuchukia kwa sababu za kidini, na wewe mchukie kwa engo hiyo hiyo, na wewe mchukie kwa engo hiyo hiyo. Na chuki ni suala la moyoni, haujaambiwa umdhulumu, umtendee mabaya, umdhuru, hapana, lakini moyoni usiliridhie hilo. Hilo linalinda maadili katika hisia za moyo, hilo linalinda uhai
wa kihisia wa kuchukia mambo mabaya. Lau kama hilo lisingelikuwepo, litapelekea kufa hizo hisia za kuchukia mambo mabaya. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema katika Qur'ani, ha antum tuhibbunahum wala yuhibbunakum, nyinyi mnawapenda wala wao hawakupendeni. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ana crash hapa. Kwa nini mnawapenda watu ambao hawakupendeni? Kwa sababu ya misingi ya dini. Watu hawa wanakuchukieni kwa sababu nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizi al-hamid. Na kimaumbile, mtu akiwa ni adui wa chama chako, ni adui wa taasisi yako, ni adui wa watu wako, ni adui wa baba yako, ni adui wa mama yako, na wewe huwezi kumpenda. Kwa hivyo watu najaribu kutoa mifano hii na tahadhari hii kwa sababu watu wengine wanaweza wakalitengeneza hili na wakaliedit na wakalipindua likawa linaleta tafsiri nyingine. Kwa hivyo Nabii Ibrahim alayhi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam akawaambia watu wake, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawa, wadui baina yenu na sisi huko wazi, wal baghdha, na chuki, hata tu'minu billahi wahda, sababu si kwa sababu ya rangi zenu, kwa sababu ya ubaya wenu na ushirikina wenu. Ikiwa nyinyi mwachukia dini ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, sisi tuchukia ukafiri. Ikiwa mwachukia sisi kwa sababu tumeshika dini, na sisi tuchukia nyinyi kwa sababu mmeshika ukafiri. Sisi ni chama cha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na nyinyi chama cha sheitani. Nyinyi chama cha sheitani mwachukia chama cha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, na sisi tuchukia chama cha sheitani. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u hatta tu'minu billahi wahda. Wadui huu unaweza kuwa una mwisho, ni pale mtakapomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala msimshirikishe na jambo lolote. Tukisoma katika kitabu anasema alwala'u huwa alhubbu wan nusra. Alwala ni mapenzi na kunusuriana. Qala Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema, walmu'minuna walmu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Waumini wa kiume na wa kike baadhi yao, yani wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake, na baina yao, yani wao wote kwa ujumla, awliya'u ba'dhi, ni wapenzi na wenye kupendana na wenye kunusuriana baina yao. Waqala sallallahu alayhi wasallam, almu'minu lilmu'mini kalbunyani, mu'min kwa mu'mini mwenzake ni kama jengo, yashuddu ba'duhu ba'da, kila upande wa jengo huwa unatilia nguvu upande mwingine. Angalia, ukuta ukibakia peke yake unaweza kuondoka, lakini ikiwa ukuta utashikanishwa na ukuta mwingine, ukuta huu ulioelekea ambao umeelekea kulia na ukuta mwingine ambao umeelekea mbele, ukuta na ukuta vikikutana vikatengeneza V au ukatengeneza U, basi ni ngumu kudondosha ukuta huu kwa sababu unashikwa na mwingine na mwingine kadhalika. Lakini kila ukuta ukitenganisha baina yao, kila ukuta itakuwa ni rahisi kusukuma na kudondosha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amehimiza katika hadithi hii waumini wawe ni wenye kushikana na wenye kupendana na wenye kusaidiana, na hayo ni katika mambo yanayomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anawapenda alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anawapenda wale ambao wanapambania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wameshikamana kama vile bunyanun, kama vile jengo marsus ambalo limeshikishwa kwa risasi ama ambalo limeshikana madhubuti. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atujalie kusikiliza maneno na kufuata yaliyo mazuri yake. Tutakutana katika unwani inayosema hal tajuzu muwalatul kufari wa nusratihim, je, inajuzu kuwapenda waliomkufuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na kuwanusuru? Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.